Hapo jana kulikuwa na uchaguzi kwa takriban maeneo 24 kote nchini Kenya, tukianzishwa na hapo kaunti ya Kilifi, eneo bunge la Magharibi, kumtafuta mbunge. Hali kadhalika tulikuwa tukitafuta nafasi ya kujaza seneta kaunti ya Baringo. Basi Vincent Chemitei ambaye alikuwa anawania nafasi hii kupitia tiketi ya chama cha UDA, basi ndiye akaibuka mshindi na kura 24,921. Akafuatwa kwa karibu mno na David Kipruto ambaye alikuwa anawania nafasi hii kupitia tiketi ya chama cha RPK, akazoa kura 21,971. Ulikuwa pia ni mshindani mkali. Hii ni baada ya pia alikuwa seneta wa kaunti hiyo Gideon Moi kujiondoa katika nafasi hiyo. Hali kadhalika mtazamaji, pia kulikuwa na uchaguzi katika maeneo bunge 6 kote nchini. Tuangazie Kasipul, kaunti ya Homa Bay. Hapa Boyd Were naye akaibuka mshindi. Alikuwa anatafuta nafasi hii kupitia chama cha ODM, akazoa kura 16,819. Hali kadhalika alimshinda kwa umbali kabisa mgombea huru Philip Aroko, naye akazoa kura za alama 8,476. Kumbuka kwamba Boyd Were ni mwanae aliyekuwa mbunge wa eneo hili Charles Ongondo Were baada ya kufariki kwa kupigwa risasi. Tulikuwa tumeangazia taarifa hiyo. Hali kadhalika mtazamaji, tuende hadi kaunti ya Kakamega. Pia kulikuwa na uchaguzi mdogo eneo bunge la Malava, huku David Ndakwa ndiye aliibuka mshindi. Alikuwa anatafuta nafasi hii kupitia chama cha UDA, akazoa kura za 21,564. Hali kadhalika pia ushindani ulikuwa mkali hapa. Farasi ni kama walikuwa wawili tu. Seth Panyako naye ndiye akamfuata, alikuwa anatafuta nafasi hii kupitia chama cha DAP-K, akazoa kura za 20,210. Kumbuka hapo jana pia kulikuwa na purukushani katika eneo hili, Seth Panyako akisema ya kwamba alikuwa ameshambuliwa na wahuni alipokuwa kwenye hoteli moja katika eneo la Lugari. Hali kadhalika sasa tuelekea hadi kaunti ya Embu, huko ni Mbeere Kaskazini. Pia kulikuwa na uchaguzi mdogo. Kumbuka kwamba huu uchaguzi ulivutia sana chaguzi hizi ndogo za mwaka 2025. Kilikuwa ni kinyang'anyiro kati ya Leonard Murioki Njero, Elias Wamuthende na Newton Kariuki. Wamuthende akaibuka mshindi. Alikuwa anatafuta nafasi hii kupitia chama cha UDA, akazoa kura 15,802. Hali kadhalika naye Newton Kariuki ambaye alikuwa anatafuta nafasi hii kupitia chama chake alikuwa waziri Justin Muturi cha DP, akazoa kura 15,308. Idadi ndogo kabisa, inaonekana hapa alimwacha tu na kura 500 hivi. Basi ndivyo hivyo hali ilikuwa katika eneo hilo la Mbeere Kaskazini. Sasa tuangazie eneo la Magarini. Tumesikia wale viongozi na vigogo kutoka kaunti ya Kilifi kufuatia taarifa yake Fatma Bugu wakimpongeza Harrison Kombe kwa kuibuka mshindi kupitia tiketi ya chama cha ODM, huku alizoa alama 17,909. Halikadhalika na Stanley Kenga wa chama cha DCP ambacho ni chama chake aliyekuwa naye Bryce Rigathi Gachagua akashindwa na mbali kabisa kwa sababu alipata tu kura 8,907. Ndivyo hali ilivyo mtazamaji, ya kwamba pia kilikuwa ni kinyang'anyiro cha kuonesha nani anayesema nini na wapi. Tuelekea hadi Kasipul kwa mada tuelekea hadi eneo bunge la Banisa. Tuyeradhi kwa huu mkanganyiko katika eneo bunge la Banisa, kaunti ya Mandera. Basi Ahmed Hassan Mohamed ndiye akaibuka mshindi. Alikuwa anatafuta nafasi hii kupitia chama cha UDA, akazoa alama 10,431. Alimshinda kumbali sana aliyekuwa aliyeibuka wa pili ambaye ni Nordin Malim. Huyu naye alikuwa anatafuta nafasi hii kupitia chama cha UPA, akapata tu kura 1,204. Na ndivyo hali ilivyokuwa huko kwenye maeneo mbalimbali. Uchaguzi ya mwisho kabisa ni eneo bunge la Ugunja mtazamaji. Hapa Moses Omondi ameibuka mshindi. Alikuwa anatafuta nafasi hii kupitia chama cha ODM, naye akapata kura 9,437.
akafuatwa akamshinda kwa umbali sana kabisa Frederick Ochieng ambaye alikuwa anatafuta nafasi hii kupitia chama cha UDM, akapata alama 1200. Mtazamaji, ndivyo hali ilivyokuwa kwenye chaguzi ndogo hizo ambazo zilifanyika hapo jana kufuatia uchaguzi mdogo kote nchini Kenya. Hii ni kufuatia pia malalamisho ya kwamba kuna maeneo mbalimbali ambayo hayakuwa na uongozi kwa muda mrefu, na ndio hayo matukio na matokeo ya uchaguzi mdogo